Mungu wako ana njia maelfu za kuwarejesha watoto wake waliotawanyika dunia nzima. Ndio maana anatoa wito wa jumla katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Anatoa wito wa jumla katika kitabu cha Ufunuo 18 na ule mstari wa 4 na kushuka chini, anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa ziko njia nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu anawarejesha watoto wake anaowajali na kuwapenda. Leo tutakwenda kuangalia moja ya njia ambazo Bwana anarejesha watoto wake. Unajua namna ambavyo wewe utaokolewa ni tofauti na namna ambavyo mimi nitaokolewa, tofauti na namna ambavyo mtu fulani ataokolewa. Kwa namna alivyoshikwa kwenye maeneo yake, ndivyo ambavyo Bwana ameandaa njia. Bwana ana rasilimali njia za kutosha kuhakikisha kila mwanadamu ambaye anapenda na amechagua kuokolewa anaokolewa. Sasa leo tunakwenda kuangalia moja ya watoto wa Mungu ambao nao walipotea kidogo na Mungu aliwarudisha. Na njia ambayo anatumia leo sio ile njia ambayo alitumia kwa ule mwana mpotevu, ambayo mwana mpotevu yeye alipata msukumo wa ndani wa kutaka kurudi. Sio njia ambayo aliitumia kwa mtumishi wa Mungu Petro, ambaye kwake yeye huyu Mungu alimfuata mwenyewe akiwa pamoja na watu wengine. Leo tunaona ya kwamba kuna nyakati ambapo tunapomkosea Mwenyezi Mungu, kuna wakati ambapo tunaporudi nyuma na kupoa kiroho, huyu Mungu wetu huwa anaturudisha kupitia watumishi wa Mungu, wanadamu wa kawaida, mimi kama wewe. Na ni mara nyingi sana njia hii amekuwa akiitumia. Moja ya watu ambao Mwenyezi Mungu ametamka kabisa kwa kinywa chake katika maandiko matakatifu kwamba anawakubali sana na anawapenda sana, tena akawalinganisha na watu wengine. Mtu aliyesemwa vizuri sana na Mungu. Danieli alisemwa anapendwa sana. Ibrahim imeandikwa alikuwa rafiki yake Mungu. Henoko imeandikwa alitembea na Mungu mpaka Mungu akaamua kumchukua. Lakini Daudi ni mmoja wa watu ambao Bwana amewasema vizuri. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 13 mstari wa 14, ambacho kikarudiwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 22, hebu angalia namna ambavyo Mungu wako anampa sifa huyu Daudi. Anasema, na alipokwisha kumuondoa huyo, alimuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu aupendezae moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Mungu anasema nimemwona Daudi. Achana na Sauli, huyu ameharibu, amezingua. Nimemwona Daudi, mtu aupendezae moyo wangu. Sikiliza, anasema mtu ambaye atafanya mapenzi yangu yote. Je, alifanya mapenzi ya Mungu yote? Je, alifanya mambo yote ambayo Mungu amesema? Si kweli, si kweli. Lakini kwa nini Mungu anasema hivi? Anasema hivi kwa sababu moyo wa Daudi ni moyo ambao kila mwanadamu amepewa. Hali ya kutaka kujirudi kwa wepesi unapoona umeenda nje ya misingi ya Mungu. Hali ya kurejea kwa wepesi katika eneo ambalo umeona umekwenda nje ya misingi ya Mungu. Wengi hawataki kufanya matengenezo haya, lakini wengi wameamua kuwa kama wakina Daudi. Katika kitabu cha Samueli wa pili 11, Biblia inatupa story. Huyu mtu ambaye alikuwa anapendwa sana na Mungu, mtu ambaye Mungu anamnadi na kusema wewe utakuwa ndio role model ya usafi na upenzi wa Mungu kwa mataifa yote. Lakini mtu ambaye anapitia kitu fulani hapa cha aibu sana, kitu ambacho kilimtia uchungu sana.
kitu ambacho kilimfanya mwili wake ukakonda na akadhoofika kiafya kwa machungu ya mambo ambayo aliyafanya. Sasa angalia kituko. Alafu utasema hivi, huyu Mungu alikuwa anafikiria nini aliposema kwamba huyu Daudi huyu atakuwa ni mtu ambaye atafanya mapenzi yake yote? Hebu tutasoma tu baadhi ya maeneo, maana ni story ndefu, lakini haya maeneo tutakuwa tunasoma huku tukikokotoa vitu vya msingi ambavyo vinaweza vikatusaidia na kugeuza maisha yetu. Na msingi mkuu wa neno la leo ni kwamba bado Mungu anarejesha watu kupitia watumishi wake. Kitabu cha Samueli wa kwanza 11 mstari wa kwanza anasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana na wa kupendeza sana. Tuweke pause kwanza hapa. Daudi, wakati wafalme wameenda vitani, wakati majemedari wameenda vitani, jukumu lake Daudi kama mfalme wa Israel alipaswa kuwa front, akiongoza vita na akipangilia vikosi. Lakini Daudi, Biblia inasema akaamka kutoka kitandani. Maana yake alibaki ikulu amelala. Na alipokuwa amelala, akaamka akaanza kutembea tembea juu ya ikulu, akiangalia mandhari nje na kuangalia akaona mama anaoga. Huyu mama ametoka kuolewa siku so nyingi. Ni mzuri sana. Wa umbo mzuri, na Biblia ikisema ni mzuri kweli. Acha hawa kuchakachua. Ni mzuri kweli kweli. Wazuri wameandikwa, kina Lea, wazuri wakina Sara, kuna Rebeka, wanawake walionyoka, wasafi na wazuri. Daudi alipomwona akamtamani, akampeleleza, akajua mume wake ni nani na ameolewa lini, ameanza kuishi hapo tangu lini, na namna ya kumpata. Wale machawa wa mfalme wakatengeneza mazingira, akaletwa ndani, kaa naye. Sasa kuna kitu cha kujifunza kabla tujaenda chini zaidi. Jambo la kwanza, epuka kukaa sehemu isiyo sahihi kwa wakati usio sahihi. Sio kama umenielewa? Kuna wakati utatakiwa uwe kazini, wewe ukawa uko ndani. Adui atakuletea mazingira ambayo yatakuangusha. Ngoja nikwambie, wakati wafalme wameenda vitani, yeye Daudi alikuwa amelala kitandani. Kanuni hii ya kuwa sehemu sahihi kwa wakati sahihi ikivunjwa, hata kama na mtu mkubwa wa kiroho, itakula kwake. Utajikuta umejiepusha na matatizo mengi sana kama ukiishi kwa ratiba na ukaandaa ratiba kwamba muda fulani nitakuwa sehemu fulani, muda fulani nitakuwa ni kufanya hivi, ili ukijikuta uko nje ya muda upate nafasi ya kujikataza na kurudi kwenye misingi. Kwa mujibu wa ratiba ya mfalme, siku ambayo huyu mtu wa Mungu ambaye Mungu anasema napendezwa naye sana, ni mtu mwema amenyoka, alipaswa kuwa vitani, lakini yeye akajikuta amelala kitandani. Wakati wako wa kuwa kanisani, wewe umejikuta umelala kitandani. Kuna jaribu la watu ambao wamelala vitandani. Kuna jaribu la watu ambao ni wavivu wakati wanatakiwa wawe kazini.
na jaribu linapowakuta linawaangusha. Daudi alivunja kanuni ya kuwa mahali sahihi kwa wakati sahihi. Hata hivyo Biblia inasema kwamba kila jambo lina wakati wake. Sasa jambo la pili, Waingereza au wazungu wana msemo unasema anasema akili isiyojishughulisha, idle mind is a devil's workshop. Akili isiyojishughulisha ni karakana ya Ibilisi. Ukijaribu kuzunguka na kuangalia maisha yako kwa karibu, utagundua mara nyingi maanguko makubwa yanatukuta kwa ghafla, kwa sababu akili zetu zinakuwa haziko katika hali ya kujishughulisha. Daudi badala ya kwenda kujishughulisha kupanga military strategies za kuchukua ushindi, wa muda aliutumia kuzunguka juu ya dari kama mtu asiye na akili, kama mtu asiye na jambo la kufanya. Unazunguka, unafanya vitu vya ajabu. Mungu anapiga marufuku tabia hii. Biblia inasema kwa maana haya yote yaliandikwa kwa ajili yetu, ili sisi kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na matumaini. Leo nakupa matumaini. Jifunze kuwa mtu wa ratiba. Uishi kwa ratiba. Ukiwa sio mtu wa ratiba, Biblia kuna watu wanatamkwa kama watu wa ovyo, ambao wale Wayahudi walikuwa wanawachukua, wanawaingizia maneno, wanaenda kuwapiganisha mahali fulani. Maana yake ni kwamba wasiojisimamia, watu wasio na mipango yao, wasio na ratiba, wasio na maelekezo. Lazima ujue muda fulani nataka niwe wapi, muda fulani nataka niwe wapi. Hii itanyima nafasi adui katika majaribu ambayo atayatengeneza kwa ajili yako. Basi Daudi, kwa sababu kanuni hii alivunja, mtoto wa Mungu huyo akajikuta amemtamani yule mwanamke, akamchukua, akaenda akazini naye. Na kwa bahati mbaya mwanamke siku hiyo kumbe alikuwa kwenye siku yake, akapata mimba. Jambo hili likamtia fedheha sana Daudi. Akasuka mipango ili aweze kumua mume wake. Story ni ndefu sana, inafahamika kwa watu wengi, unaweza ukaisoma katika kitabu hiki kizuri cha Samueli wa pili 11. Akamleta yule mwanaume ambaye aitwa Elia Mhiti. Elia akagoma kulala na mke wake. Daudi akapeleza, akajua amekuja kwake, lakini hajalala kwenye kitanda na mke wake, kwa hiyo amekoswa kuficha ule uovu wake. Akategeza njama nyingine ya pili. Akamnywesha pombe. Biblia inasema ole wao wampao mtu kileo. Na Biblia inasema divai au pombe inaondoa fahamu, na zinaa zinaondoa fahamu. Kwa hiyo alimuondolea fahamu kupitia pombe ili aweze kulala na mke wake kisiri, lakini jamaa bado aligoma japo alikuwa amelewa. Mwisho wa siku akasuka mpango ili Elia Mhiti aweze kuuawa vitani. Akamtanguliza mbele kwenye front line yule Eliab, kiongozi wake wa kijeshi, jemadari wake mkuu, akamtanguliza mahali ambapo ilikuwa ni rahisi kupigwa mshale. Yule mtu wa Mungu akapigwa mshale, akafa, asijue ya kwamba plot ya kifo chake imepangwa na bosi wake. Ni sababu tu Daudi anatafuta kuficha dhambi aliyoifanya. Kwa chanzo kuna sheria inasema Pareto principle, kwamba 80 to 20 rule. 80% ya matatizo yanasababishwa na 20% ya tatizo. Sasa 20% ukimanage vizuri, haya mengine 80 hayapo. Au wanasema Waswahili nao waliweka principle yao, inasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kama angeenda vitani, kama angekuwa mahali sahihi huyu mtu wa Mungu, haya yote ya kuua watu, kulewesha watu, kuchelewesha majemadari vitani na kusababisha madhara makubwa yasingetokea. Mara ngapi kwenye maisha yako umejaribu kufukia uovu wako, lakini ukagundua kadiri unavyotafuta kuufukia ndivyo ambavyo umezidi kusanuka na kuwa mkubwa na mkubwa na mkubwa. Kuna vitu vya kujifunza hapa. Katika Samueli wa pili 11 mstari wa 15 anasema, akaandika katika waraka huu akisema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni, mwacheni ili apigwe afe. Huyu mume wa huyu mama ambaye mfalme, mtumishi wa Mungu ambaye ni Nabii Daudi alizini naye, akamwambia mtampeleka pale mbele kwenye vita pale,
alafu mwacheni apigwe afe. Shida anaficha dhambi yake ambayo amemtendea huyu mtu. Kitu cha kujifunza, dhambi haifichwi. Dhambi inatubiwa. Na toba ya dhambi hautubu kwa watu, unatubu kwa Mungu. Dhambi inayofichwa, harakati ya kuficha dhambi tunazokosea mbele za Mungu zitazaa dhambi nyingine ndogo ndogo nyingi kama mablanketi ya kuficha, na zitakapozidi kuwa nyingi zinaenda zinafunika na kutufunika uso wetu hata tukoswe mahali pa kujificha. Daudi alipojaribu kuficha makosa yake ndipo yalipoendelea kuwa mengi na mengi na mengi. Na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, ya kwamba hata tufiche kiasi gani makosa yetu, bado Mungu wetu atatutafuta na kuturejeza. Mungu hana haraka na mtu anayempiga chenga. Atakutafuta hata kama itachukua maisha yako yote. Mungu yuko kwenye biashara ya kutafuta roho yako iokolewe. Hata kama umpige chenga kiasi gani, utengeneze namna nzuri za maneno na lugha na ujanja na za kumkwepa Mungu wako, bado tambua, kama unataka au hautaki, Mungu wako yuko kwenye biashara ya kukuokoa. Na leo nataka tu nikutambulisha kwamba leo Mungu huwa anatumia watu kuwaokoa wanadamu wenzao, mawakala wa kibinadamu. Katika kitabu hiki cha Samueli wa pili 11 mstari wa 27, Biblia inasema hata maombolezo hayo yaliyokwisha. Maombolezo gani? Maombolezo ya kifo cha huyu mtumishi wa Mungu Uria, ambaye alikuwa ni mume wa huyu mama ambaye Daudi alimvizia akazini naye. Daudi akatuma mtu, akamtwaa, akamtia nyumbani mwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi lilimchukiza Bwana. Baada ya mume kuwa amekufa, Daudi akaenda akamchukua yule mama, akakaa naye, akamuoa na akamzalisha kabisa. Lakini jambo hilo likamchukiza Bwana. Mungu atakutafuta. Kwa mujibu wa watafiti wa maandiko matakatifu, wanasema ilimchukua Daudi zaidi ya mwaka mmoja akificha dhambi aliyoitenda ya kuzini na mke wa mtu, ya kumuua mume wa mtu, kumlewesha pombe mume wa mtu. Alitumia mwaka mzima akitafuta namna ya kuficha dhambi zake kwa watu wasijue. Lakini na habari njema kwako, makosa yetu kwa Mungu yako wazi kama karatasi ambayo limefunuliwa. Na Bwana huwa anatumia watu kunena maneno kuhusu maisha yetu kwa njia nyingi, na watu wengi ambao watakubali kusikia huwa wanarejeshwa. Ngoja nikwambie, yuko mtu mmoja anasema yeye alipoamua kuacha kanisa kwa muda mrefu sana. Aliamua kuacha kanisa kwa muda mrefu. Siku alipoingia kanisani, kanisa la kwanza kuingia, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anahubiri, alihubiri kana kwamba hubiri linamgusa yeye tu. Akasema labda analifahamu. Akatoka, akafunga safari, akaenda pengine mbali, ibada iliyofuata kwenye kanisa lingine ambalo hakuna mtu anayemjua. Mhubiri aliyehubiri mahubiri hayo yalimlenga yeye na maisha yake tu, mule kwenye njia zake anazopitia. Yule mtu wa Mungu akaenda sehemu ya 3, ikawa hivyo hivyo, ya 4 ikawa hivyo hivyo. Akaamua kugundua huyu ni Mungu ananitafuta. Mungu hachoki, hata kama itachukua maisha yako yote, bado yupo kwenye biashara kwa kutafuta, kuhakikisha unaokolewa. Haujapinda wewe, huwezi kumzidi Mungu, huwezi kumshinda Mungu. Bado ukitaka jambo lako kwa Mungu linazungumzika, na yuwaweza kukuokoa.
Katika siku hii ya leo tunajifunza kwamba kwa Daudi Mungu alimtuma nabii wa Mungu anaitwa Nathan. Katika kitabu cha 12 Samueli wa pili, Biblia inatuonyesha kwamba baada ya uovu aliofanya Daudi na kuuficha kwa zaidi ya miezi 9 na mwaka, Mungu akamtuma mtu anaitwa Nathan, akaingia mpaka ikulu. Unajua Mungu akikutafuta, hata kama wewe umejificha ikulu, hata kama ni kiongozi wa nchi, hata kama ni kiongozi wa taifa kubwa kama Marekani, Donald Trump, Mungu anazo njia za kukufikia huko uliko na kukusaidia. Biashara yake ni kuokoa watu. Ndio maana nasema usimwekee mpaka wa Mungu. Kasema mume wangu ameshindikana, mke wangu ameshindikana, watoto wangu wameshindikana. Mwambie Bwana, kama ulivyomtumia Nathan kwa Daudi, kama ulivyomtumia yule binti mjakazi wa nyumba ya Naaman huko Syria, kwa nini usinitumie hata mimi kuweza kumsaidia huyu ndugu yangu akarudi kwenye njia iliyonyooka? Kama mimi unaona sifai, sitoshi, Mungu wangu, kwa nini usimuibulie Nathan? Kwa nini usimuibulie Nathan? Na kuna mtu ananisikiliza hapa leo, Bwana ameniibua mimi kuwa Nathan wake, ili katika hilo eneo ambalo umejificha, Bwana akufichue na kisha ukatubu na kubarikiwa kupata baraka ya uzima wa milele. Nathan alipofika akampa kisa tu, akamwambia kuna mtu mmoja alikuwa tajiri sana na kondoo wengi sana, na jirani yake alikuwa ni maskini sana na kondoo mmoja tu ambaye muda mwingi anambeba beba na nini. Akamwambia, "Wewe nikwambie kitu. Siku huyu tajiri alipata changamoto fulani hivi, baada ya kuchukua kondoo wake, nafikiri kwa ni msiba, ili aweze kumchinja, akaenda akachukua kondoo kamoja ka huyu maskini, akakachukua akakachinja ili alishe huko, wakati alikuwa nao wengi. Daudi aliposikia hivyo akasema huyu anatakiwa auawe kabisa, tajiri mpumbavu kabisa." Nathan akamwambia, huyo mtu ni wewe. Huyo mtu ni wewe. Ngoja nikwambie. Mwambie Mungu akupe neema ya kuwasaidia watu kwa kuambia ukweli. Kuna wakati ukweli una gharama, lakini lazima useme ukweli. Na kama umetumwa na Mungu, lazima useme ukweli. Kuna mtu mmoja tu, mtu wa Mungu. Mungu alimtuma kwenye madhabahu ya Dani na Betheli. Akamkuta Yeroboam, akamwambia Yeroboam, akaenda akatoa nabii. Ataibuka nabii hapa. Ataibuka mfalme, Mungu atajiibulia mfalme hapa. Atavunja hiki unachokifanya. Hizi madhabahu zifanya kinyume na Mungu, kuna siku zitapondwa pondwa. Yeroboam akataka kumpiga yule mtu wa Mungu, mkono kaganda. Kwa nini? Mungu huwa anatumia watu kusaidia watu. Confrontation. Wakati mwingine utaenda kanisani, utaambiwa ukweli na kuchoma. Kubali usaidiwe. Kuna wakati utasikia mtumishi wa Mungu anaongea kana kwamba anakutusi. Kuna wakati utasikia anaongea kana kwamba anakusema wewe tu, kwani wengine hawaoni? Sio yeye, ni Roho wa Mungu anakutafuta wewe. Daudi aliambiwa ukweli, lakini kwa upendo. Ninaongea na watumishi wa Mungu. Wako watu wengi tunakosea, watu wa Mungu tunaenda kinyume. Lazima umombe Mungu, naomba nipe hekima ya kuyaongea maneno yako kwa upendo na kwa uzuri. Sije nikaongea maneno yako nikampeperusha mteja wako wa Injili ambaye ni mtoto wako huyu uliyemuokoa kwa damu ya thamani. Na Biblia inasema mtu wa kwenu akikukosa, yeye aliye wa imani amrejeze. Yeye aliye wa rohoni amrejeze. Inabidi uingie rohoni ili uweze kuwasaidia watu. Usiende kumsaidia mtu bila maombi, utaishia kugombana bure. Nathan alikuwa ni mtu ambaye alikuwa sahihi kwa msaada wa Daudi. 12:1 anasema, maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili liwe mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hautakufa. Hautakufa.
Katika tafakari ya somo la leo tunajifunza mambo machache ya msingi sana. Bwana anapoamua kukurejeza, hata ujifiche kwa vyeo, Bwana atakufunua. Kuna wakati Bwana baadhi ya watu atawaanika wazi kwenye siri. Kuna wakati mambo yako ya siri unayomfanyia mume wako, Mungu atayaweka wazi. Sio ili akudhalilishe, bali ili akuokoe. Kuna wakati mambo yako ya siri unayomfanyia mke wako, mambo unayoyafanya sirini, ikiwa ni ushirikina, ikiwa ni zinaa, ikiwa ni uvunjivu wa maagizo ya Mungu, ikiwa ni makosa, ikiwa ni mambo ya unavuta bangi kwa siri, ikiwa unavuta sigara kwa siri, ikiwa unafanya mambo ya ajabu, ni jambazi, ni tapeli, ikiwa na mambo yako makando kando ya siri. Sio wote. Kuna wakati kama Daudi, Mungu anamwambia hayo ambayo umeyafanya kuwa siri, nitayafanya ya wazi kwa watu wote. Au ya kuua mume wa mtu, ya kuua mke wa mtu, ya kuua ili uoe, nitayaweka wazi. Alafu Daudi akalia sana, amemtenda Mungu dhambi. Daudi ana akili sana. Hiki ndio pointi ya msingi. Dhambi yote unayoitenda umtendei mtu, unamtendea Mungu, maana asingekuwa Mungu usingejua hiyo ni dhambi. Jifunze kutubu kwa Mungu, epuka kutubu kwa watu. Kuna mambo machache ya kuchukua. Jambo la kwanza, unapoamua kurejea, usitafute visingizio. Daudi alilia sana, akafunga na kuomba, akalia sana, na akatoa toba ambayo imekuwa ni toba kiongozi kwa wanadamu wengi duniani wanaomkosea Mungu. Na leo tutakwenda kuiomba katika eneo ambalo ulikuwa umetanga mbali na Mungu. Unasema, Mungu amenitumia wewe mtumishi kwa ajili yangu mimi, ili kunisaidia nirudi kwenye reli zangu za kiroho, na Bwana atakubariki sana. Wakati natamka maneno haya, kuna mambo yatakuwa yanatokea kwenye maisha yako wakati huu saa hii. Naomba nikuse mambo machache, kisha tuingie kwenye sala na toba ambayo Daudi aliomba, ili niweze kukurejesha, ili tuweze kurejeshwa kwa Mungu kupitia maneno ya mtumishi wa Mungu Nathan. Mungu anaweza kukusamehe, ila sio lazima akuepushe na matokeo ya anguko lako. Unaweza ukasamehewa, lakini sio kila utakaposamehewa matokeo ya hicho ulichokifanya wakati mwingine Mungu anaruhusu uyanywe. Daudi alizini akazaa mtoto. Yule mtoto Mungu aliruhusu afe. Daudi aliomba na kufunga ili asife, akafa. Wakati mwingine unaweza ukatenda dhambi fulani na ukaomba kweli Mungu akusamehe. Utakapoona matokeo ya ile dhambi, wengine wamekuwa yameishia kupelekea kama ni wizi, wamekatwa viungo vyao vya mwili. Wengine wamejikuta wako na magonjwa. Wengine wamejikuta wako na udhaifu fulani. Wengine wamejikuta wamefirisika. Wengine wamejikuta wamepoteza marafiki. Bwana ana wakati mwingine, sio wakati wote, huwa anaruhusu tupitie matokeo ya makosa tuliyoyafanya, japo kuwa tumesamehewa, ili kutusaidia kutukumbusha wakati mwingine katika kitu kikaona unasema kweli, Mungu ameniokoa. Hata hivyo Yesu anasema ni afadhali uingie mbinguni hauna jicho moja kuliko kuwa na macho mawili alafu usiende mbinguni. Wakati mwingine unamshukuru Mungu ya kwamba katika udhaifu wangu huu mimi, Mungu anatukuzwa kupitia mimi. Kwa usije ukaona Mungu anakuadhibu sana. Hakuadhibu. Ni katika hekima ya viwango vya juu sana huwa anaruhusu wakati mwingine vile vitu ambavyo tumevifanya, yale makosa, tukasamehewa, lakini matokeo yake tukayanywa. Kama ulikuwa umekamatwa kwa kosa la kubakwa, kubaka samani, ukatubu. Unaweza ukatubu alafu ukaomba usiende jela. Bwana akaamua uende jela miaka 30. Maisha yako leo baki duniani yaishie jela, ili ukiwa kwa jela ukawaambie yuko Mungu ambaye anaokoa wabakaji. Kule jela kuna wabakaji maelfu na majambazi majizi ambayo yangeenda kuambiwa na watumishi kama sisi ambao inawezekana tujapata hayo majanga, wasingeweza kutuelewa, wangeona ni nadharia.
Acha wakaone kwamba hata wauaji wanaokolewa na Mungu. Katika kila jambo linalopitishwa na Mungu, ukiamua kumrudi na kutubu, lina kusudi jema. Na you shall be glorified through that trial. Hilo jaribu na hilo tokeo la maisha yako litasababisha maisha yako yatukuzwe na watu wengi waokolewe. Bado Mungu anaweza kutoa kitu chema katikati ya uchungu. Jambo lingine tunalojifunza, bado Mungu pamoja na haya anaweza kuruhusu matokeo, lakini katikati ya sintofahamu ya uchungu wa matokeo ya kumwacha Mungu, tunaporejea tunajifunza ya kwamba bado Mungu anaweza akatoa kitu chema katikati ya uchungu wa matokeo mabaya ya makosa na maamuzi tuliyochukua kwenye maisha yetu. Daudi, licha ya kwamba alifiwa na mtoto wake aliyezaa na yule mama kwa njia ya uzinaa, Bathsheba, Bwana asifiwe, ni kupitia mama huyu mtoto aliyefuata alikuwa ni Suleiman, mtu mwenye hekima nyingi na akili nyingi, aliyependwa na Bwana na aliyempa amani kubwa baba yake Daudi. Unaweza ukapitia uchungu kama matokeo ya kuepuka matokeo ya uchafu uliofanya huko nyuma, matokeo ya makosa uliofanya huko nyuma. Licha ya kwamba Mungu amekusamehe, kuna matokeo yake yakabaki kwenye maisha yako. Si mwisho wa maisha yako. Bado Bwana anaweza akasababisha wakina Suleimani wakatoka kwenye maisha yako. Anasema utukufu wa pili utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Kwa hiyo tuliza bodi, ukiwa kwa Mungu tulia. Bwana bado atakufurahisha katikati ya uchungu wa matokeo ya maovu ambayo tuliwahi kuyafanya kwenye maisha yetu. Jambo lingine la kujifunza, Yesu yupo katika biashara ya kutoa matumaini kwa watu wake. Katika maisha haya kuna wakati umefikia hatua umekata tamaa. Yawezekana adui amekupushi mbali sana. Yawezekana uchumi umekugaragaza sana. Yawezekana elimu yako, ukosefu wa ajira, yawezekana ukosefu wa amani, yawezekana ni ndoa, yawezekana ni watoto, umepoteza matumaini. Kama Daudi, umejaribu kuficha uovu wako kwa muda mrefu, lakini matokeo yake wameanza kuonekana wa kiroho. Na habari njema kwako ya kwamba bado Mungu anatuma watu wake upate kurejea. Na leo ndio siku ambayo Mungu wako amechagua urejee. Kama ni dhambi, Biblia inasema katika 8:12 wa Ibrania, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Sababu iliyopelekea Mwenyezi Mungu kusema Daudi anampenda sana kuliko Sauli ni kwamba Daudi hata alipoona ubaya wake alichukia. Hawezi kutubu kama uchukii makosa na mabaya yako. Akatubu kwa dhati, akalia, akaomboleza. Mungu alimsikia. Lakini Sauli na watu wote ambao na roho ya Sauli, wao wanapoona makosa yao wanatafuta vigezo na utetezi wa kuficha dhambi zao. Bwana anapotumia watumishi wake kusikia maneno kuhusu maisha yako mpendwa, nikutie moyo na nikusihi, kubali, tubu. Mwisho ni uombe pamoja nami. Ombe pamoja nami sala hii ambayo Daudi aliiomba katika Zaburi ya 51. Anasema, Mungu unirehemu. Rudia maneno haya pamoja nami. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Mungu, uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu.
Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Bwana wetu wa mbinguni akupe baraka alizompa mtumishi huyu wa Mungu Daudi. Kama alivyomrejesha Daudi kupitia mtumishi wake nabii huyu Nathan, Bwana akurejeze kwenye eneo lako ambalo shetani amelitumia kama njia ya kukushambulia. Kwa Daudi ilikuwa ni uzembe. Kwa Daudi ilikuwa ni zinaa. Kwako yawezekana nikawa ni uchumi. Kwako yawezekana ikawa ni mavazi. Kwako yawezekana ikawa ni maneno, majungu, maneno. Kwako yawezekana ikawa ni uongo. Iko njia ambayo adui anatumia kwa kila mtu kumwangamiza na kumwangusha. Unasema, ninaomba Mungu na mimi anisaidie. Kwa sala ambayo nimeomba, naamini ya kwamba Mungu ameniokoa. Katika jina la Yesu ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni. Bwana aimarishe hatua zako. Bwana akubariki kweli kweli. Bwana akuinue ulipoanguka. Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Ukawe juu tu, wala usiwe chini tena. Bwana akutangulie, malaika wake wafanye kituo maskani kwako, wakulinde mchana, wakulinde usiku. Lakini anapokuja hivi karibuni kuwachukua watu wake, na wewe miongoni mwa watu ambao watachukuliwa. Katika jina la Yesu, amen.